Hakuna kazi sio kukosa changamoto. Unaweza kuwahi foleni, katika kuwahi foleni mkagombana, mkatoleana maneno ya ovyo, lakini kitoka hapo mnaongea kama kawaida maana mpo kazini. Chombo changu kinakuwa na wavuvi wastani wa wavuvi kuanzia 25, wakati mwingine wanapungua wanafika mpaka 15, 18 kama ikiwa hali zimekuwa mbaya, maana wavuvi nao wanategemeana na hali. Kama hali zimekuwa mbaya nao wanakatika. Najishughulisha kwenye masuala ya uvuvi wa dagaa kwa muda mrefu sana. Muda wenyewe usipungua miaka 17 au 15. Kwa kweli hii kazi naitegemea kwa sababu ndio ambayo inanifanya niendeshe mfumo wa maisha na familia yangu na masuala mbalimbali. Shughuli zangu hapa ni kutenga. Kutenga ni pamoja na kupima dagaa wanaokuwemo kwenye chombo, pamoja na kufanya usafi wa chombo na kuangalia usalama kwa ujumla wa chombo. Mimi ni mfanya biashara wa uono au ni mchemshaji wa uono. Biashara yangu nimeanza takribani na miaka kama 15 hivi sasa hivi. Na nashukuru nimeanza biashara kidogo kidogo ya kuchemsha. Changamoto tunazokutana nazo tu labda ni kwa vipindi kama vipindi vya kazi kuwa ni ngumu kutokana na hali ya hewa inavyokuwa. Kipindi cha upepo kazi inakuwa ngumu kidogo kwa upande wetu. Changamoto nyingine ambazo tunakutana nazo ni pamoja na hii swala la kupungua na kuzidi kwa mabaharia. Wakati mwingine inatukosi kutufanya chombo kishindwe kwenda kazini kutokana na watu kupungua. Changamoto kubwa sasa hivi niongezewe chanja. Hapa tuseme ndio 20 tu ambazo ziko kwenye chanja. Umeshaona? Yabidi sasa uono mwingine wote nianike chini kwenye maturubai. Uono kwenye maturubai wa chini na chanja ni tofauti. Alafu chanja zina manufaa yake. Hii chanja hii, uono ukiweka hapa, yani masaa yake ni 3 tu. Shaona, uono umeshafanyaje? Umeshakauka na umenyooka vizuri. Faida ninazozipata kwenye uvuvi wa dagaa ndio hizi ambazo mpaka muda huu niko nazo, naendelea nazo kuhusu makazi. Nashukuru mpaka muda huu tayari na nyumba yangu ambayo niishi na familia yangu. Nashukuru nimepata ajira, maana ningekaa nyumbani tu ningenyosha miguu nisingekuwa napata riziki ya kusomesha watoto, kukizi familia, mahitaji madogo madogo. Nashukuru hayanishini kwa kweli.